Hi guys, karibuni sana kwa YouTube channel ya Mama Jimmy. Sisi tumeamuka. Kumbuka kulike, kusubscribe, kushare, like tugonga hiyo kengele. Kama vile mnajua mimi ni content creator kama Mama Jimmy kama kawaida. Sasa mimi nilikuwa nawaambia niko na kazi mingi sana. Leo nakwambia hata ukiona nyumba ndio niliamuka late. Unajua tumegonjeka homa nini, hata mimi jana usiku siku anasikia vizuri, nimeamuka late. Baba Jimmy aliletea chai kwa kitanda. Vile mnaona ndio vyombo. Kawaida vyombo hata jana jioni sikuweza kuweka kwa dishwasher. Huwa naweka kwa dishwasher, alafu na nikiamka asubuhi nakuwa nimeclean kila kitu, imekuwa safi. Huku ilikuwa safi lakini sasa vyombo bado iko kwa sink. So mimi nataka kuwaonyesha, nataka nikilini nyumba. Hii nyumba sasa wacha niwaonyeshe. Tuseme saa hii nafikiri saa hii room ya watoto. Watoto wamemess, saa hii wameamuka. Hata bado kate nijafunguliwa. Sasa lakini chafu inabidi wacha niwaonyeshe ndani kamera. Najua iPhone 10. Sasa mimi niko hapa. Hiyo ni tuseme ni room ya watoto. Hii ni room ya watoto. Ndio hiyo mkiona vitu iko hapo chini. Cindy yako lala kwa kitanda yake. Alala na Jimmy. Sasa kitanda yake sasa bado iko tu neat. Yetu ni yake ni chafu. Haya wacha niwaonyeshe. Iko hapa room. Ona venye ni messy. Sasa kitu ya kwanza nitaanzia na hiyo room nyingine. Juu hizi room zinakuja. Hii ni room nyingine yenye tuko tunatengeneza. Unaona hata mlango yake venye inakaa juu wanatengeneza saa hii. Ni chafu, tunataka tupake rangi. Bado inaendelea kutengenezwa hiyo pia room nyingine yenye ni kama imealiwa sasa. Itakuwa ndio tutahamisha watoto wakae huko. Sasa bado nayo inatengenezwa. Alafu ukikuja huku ndio hii sasa ni room ya Cynthia na Jimmy. Sasa hiyo vitu ya Cynthia birthday ndio mtuma akaweka tu hapo. Hiyo sasa mimi ni kuanzia hapa. Taanzia hapa nikilini na nyinyi haraka haraka. Alafu nikuje sasa tupite na nyinyi tukuje sasa huku. Unaona huku naye venye ni chafu. Nakwambia watoto jana ilikuwa safi. Ukiona hivi ilikuwa safi. Hii ni 2 hours ilichukua kabla tuende tu celebrate birthday ya Cynthia, saa hii ndio iko hivi. Sasa sijui. Alafu hapa tujaribu kugonga hii desk ya Legos, ndio anacheza hapo Legos. Wasuku. Niliwaambia toys isiwahi patikana hapa ndani. Niliwaambia toys isiwahi. Unaona hizi vitabu za zingine wewe inabidi ni organize yote, saa hii ni chafu. So, alafu hiyo tu ndio room. Hiyo room tu ndio inakuanga mbaya sana kwa zote. Alafu tena kuna manguo inafaa ni fold. Hii saa hii ni bathroom yao. Bathroom sasa kitu mpya tumechange ni hii. Kuna Cynthia naye alioga manguo bala aweke. Ndimwambia kisha ukioga chukua manguo kwa unaweka kwa pantry room hakuweka. Ndio hiyo sasa hiyo ni yao. Sasa inafaa ni kilini yote saa hii. Hiyo ni living room yangu. At least huku iwezi kuwa mbaya sana juu. Na mimi nikiona tu hapo uchafu iko hapo roho inaniuma. Roho inaniuma, acha niipe tripod ya Baba Jimmy. Sasa unajua hizi dirisha inafaa unapanguza hizi. Hizi huwa napanguza hizi. Sasa kama uliwe juu hivi unaweza panguza. Kufunga watoto walingoe kitu lakini kufunga kuna style yake kabisa. Sasa nafikiri nitaanza kupanguza na dirisha. Alafu safi. Unaona kuna sabuni ya Downy. Ina nini mzuri, napanguza madirisha vizuri sana ing'are. Najua kuna mwenye atanipea advice pia. Tumia hii. Pendo kupanguza ikuwe safi. Cynthia! Nijua nyumba kubwa iko na kazi. Uzuri haichafuki haraka. Lakini unajua utafagia tu ile ya kawaida lakini kuna siku utaka kufanya vizuri. Hivi. Sasa watoto wananiita. Niite kama ni wapi?
kama mnaona kila mahali. Unajua haikukuwa chafu sana. Jua siwachi siku chafu, lakini napenda kuosha ikuwe rahisi. Napenda kuikilini ndio wakati. Unajua ukiacha kitu muda mrefu inakuanga ngumu. Ukikuja kukilini inakuwa ngumu. Kama hii ukiona sio chafu, huwa nakuja hata nikiona tu kitu hapo, nakuja na towel nipanguze immediately, juu sitaki kazi ikuwe ngumu. Juu nyumba ni kubwa. Sasa ukiwacha muda mrefu inaweza kukulemea. Alafu unajua mimi niko na shughuli nyingi, watoto nini. So natoa twanga tu kiasi. Kama saa hivi nikipanguza hivi nje, ndani tena kuzunguka nje pia nani panguze. Hata leo nilikuwa ndo plan panguze nje. So sheet hizi nilichange saa hii imekaa hapa only ni 2 days. Sasa siwezi change saa hii. Hii bado ni safi. Alafu unajua hata wako hiyo 3 days wamelala sijui hapo mara mbili peke yake ama. Jua walilala na ango yao huko kwa living room, walikuwa na camping. Sasa yao haijakuwa chafu. Bado ni safi. Kitu yenye nimechange. Nafikiri mkiona video ya kwanza hiyo pillow case haijakuwa. Kitu yenye nimechange tu pillow case peke yake juu kwa sababu pillow case hiyo ilikuwa chafu. Jimmy sijui alifanya aje uso damu ikaendea kidogo. Sasa nafikiri hivyo ndio nafanya. Sijafagia. Unajua tangu nipate miscarriage mgongo inaniumanga. Sasa wasipendi kuacha vitu ikuwe chafu sana. Nikiwacha ikuwe chafu itanilemea. Manguo. So kama mnaniona. Tena hakikisha mnaniona vizuri. Hii ni ile ala mnajua watoto. Na TV ya mnyama nafaa kuweka. Cynthia. Weka image huko. Kama udampa alafu. Shida. Nakwambia niliishi kwa hiyo trailer, vumbi na hiyo carpet ilikuwa mbaya. Sasa siku hizi najaribu vumbi sikue kwa nyumba pia. Karibu. Sione vumbi. Najaribu. Nguo ile vitu ya siri ya kushona. Wanaweka hapo. So hapa inakuanga vitu yake special na nguo za doli. Nafikiri ni hivyo. Nimesimamisha maji hapo. Nafikiri hivyo. Acha tuone chini ya kitanda ikoje. Acha tu ndio begi ya Cynthia nimwambia sipendi aweke nini chini. Hapa nimeweka rules. Masharti kabisa. Hapa ni kusoma vitabu, madoli zina ruhusu hapa. Lakini ukisema ukombe na hiyo ya toys room alafu uweke ifanana hivyo itafanana vibaya zaidi. So hapa sitaki. Usiku wako free kukaa hapa kusoma vitabu. Hapo. Na tena kitu kingine wanajua tu hapa kitu ruhusu ni kusoma. Sasa hiyo nayo inafanya wasome pia. Chini ya 3 nyangi. Hiyo Cynthia. Sasa nataka nipanguze. Leta broom nipangie. Sasa nitawaonyesha, simuona iko uchafu huko mapepo. Nitawaonyesha. Sipendi ikae chafu sana. Na nikwambia nifagia usiku gani? Watoto.
Sasa jana unajua niliwaacha wenyewe wafagie. Nifagie unajua siku gani? Juzi ama jana. Jana nafikiri nilipita tu ndani kiasi. Wengine nawaambia wenyewe make sure mtu ukiamuka. So unaona kama singe mwanangu amemake hii bed. Nawaambia make sure mtu mwenyewe ukiamuka umetengeneza kitanda yako. Sasa hiyo ndio nimeweka hiyo. Masharti. Oh. Sasa ndio hiyo vitu ngoja nisumbue. Okay. Here we go. Sasa. Basi. Kama chini kitanda tunajua na picha wanachukua wanacheza nayo mbaya juu ndio lango. Sijui kama nilikuwa na kilini ya Jimmy, sijui kama mlikuwa mnaniona. Kwa na kilini huko. Safisha. Hii inafaa ioshe. Alafu pia kidoli pia inafaa iende kwa pande. Ioshe. Hiyo. Na bado uchafu uko tu. TV iko huko kwa mlango TV. Hiyo TV wanakuja kutumia hiki kuangalia. Hii bini bag. Napanga hapa. M&M kubwa. Sijui kama mnaiona. Hiyo inakaa hapa. Can you this? Sasa nimemaliza niko kwa mlango huko. Unaona uchafu iko. Uchafu ilikuwa chafu sasa imeng'ara. Kitu yenye itakuwa imebaki ni ku mop. Tupange shelf na nyinyi pia. Kitu ni hivyo. Hizo zenye nimetupa huko hiyo doli na carpet inafaa kuoshwa. Hapa kilini nyumba. Hapa kwa closet hapo bado pia. Kitabu kitu tutaziweka hapa. Tupanguze kwanza. Tuteke vitabu hapa. Watoto hawezi kurudisha bila kupata. Wanapenda kusoma lakini kwambia ndivyo liwalo. Hata vitabu ya Baba Jimmy kama unasoma. Kwa nimeweka hapo juu wakati. Nataka nipate kuna space hapo kwa living room. Nataka niweke vitabu ya Baba Jimmy ni Joyce. Cha niweke Joyce room huko. Ni asili station. Cha niweke kwa Joyce room huko. Tutapanga Joyce. Wasomi hapa. Nani Lagos. Unaona bado tosi. Ukataze bado utapata ndani. Sasa iwe liwale ni watoto. Nizoe. Unataka shida hii nyumba. Ifai hii si yenye kuona kana. Sipendi kuona mavumbi. Nikiona roho inaniuma, nikiona vumbi kidogo. Sasa napenda nitoe. Sasa hivi nitapanguza tu pole pole. Maliza. Sitaki kuona vumbi ndani. Natoa tu pole pole nikimaliza. Ni mop chini vizuri. Alafu sijui kama naweza maliza nyumba yote sasa. Unajua nikichukua content siwezi weka wimbo. Juu nyingine naweza demonetize. Sasa huwa na napenda kuweka wakati wa kazi, kuweka wimbo nikifanya kazi yangu. So guys, nafikiri hivyo iko hivyo. Bado niliweka hapo alikuwa anaiongezea sana. Ni kitabu nayo imetoanishwa. So hii kitabu yenye vile. Sasa mimi nakiweka bado kitabu inaanza alafu inaruka. Hii ni file kubwa. Utaiweka wapi? Ndayo. Sasa tuko ni wapi? Ingekuwa chafu sana. Hata si chafu sana. Lakini mzuri tu kutengeneza kila wakati vumbi sikuwa nyingi. Kaja ikakulemea. Sasa tunaenda na small books. Kuna hii. Tutaenda hapa tutaanza na hizi size. Hii size. Tutaweka size pamoja. Hizi. Hizi. Zinaenda pamoja. Hizi. Hizi. Hizi zinaenda pamoja hizi. Shida hii ni ndogo sasa kwa organize. Usijali. Ni fupi unaona inapita. Sasa kwa organize unaweka hivi. Sasa naweka hivyo. This one, this one. And then we find another one. And this school books. This one. This one. This one. Hadi na hapa. And hapo. And then this one. This one.
siwezi kutoa. Ukianza kuona kibeni. Ukiona zinaweka juu ya shule. Tuweke hivi nishikilie sana. Hizi ziko hapa chini, tuweka hapa hizi. Sasa hii nayo vibala. Hizi ni school stuff. Hizo ni vitu za maana. Inaitwa kuwa na watoto. Sasa hiyo ukitengeneza hivi na mkuja unapita ndani mop vizuri kabisa. Inakuwa vizuri. Kama mnanioneko. Sasa hapo ni humidify iko hapo hivyo. Yako kuchukua maji kwa hewa sawa. Nitapanguza hapa chini kidogo sio napanguza. Okay. Nafikiri iko sawa. Kwenye bag ya Cynthia tutaweka hapa juu. Kile saa hii ukiona hivi imemalizwa, siwezi mop tutakuja kupicha. Nakumbuka kuna kitabu moja. Sijaweka hapo uchafu. Sitaki kuweka hapo uchafu. Sasa nafikiri iko hivyo. Ndio venye iko. Begi hata kama haijasetiwa vizuri, acha tuende. Hapa ni venye saa iko. Vitabu. Unajua vitabu shelf ni ndogo. Sasa hata kuipanga nimetumia tu ujuzi. Huko juu ni vitu ya shule, special reading books, special Cynthia. Ndio side nyingine kwa box ndogo ndogo. Hiyo ni vitu ya Baba Jimmy, vitabu ya Baba Jimmy. Niliweka juu ndio watoto wasifikie. Hizo zote na hizo papers ziko chini. Ninatafuta shelf mzuri niweke mahali. Niweke hapa. Kuna mahali nataka niweke ka desk kazuri hapa kwa living room hapa. Unaona hapa iko space. Hapa. Nataka niweke hapa ka shelf kadogo ndio at least niweze kunini. Sasa hiyo ni uchafu yenye nimekuwa na clean, unaona? Hiyo ndio imetoka kwa room ya watoto. Na hiyo ni kitambaa na kwanza. Unaona? Alika hizi vitu ndogo ndogo tu unapata nyumba imejaa. Unachafuka. Imekuwa hivyo chafu. Cheki hapo nifanye chochote kwa msaka ala sisi.
niingia hapa. Anayo. Nikwanga bana. Hapa tu jana ndo alimeta vibaya sana. Hapa. Ndio nikwanga vituko sasa. Siku mtu. Taanzia hapa. Hizo mama zilikuja jana, zililetwa hapo ndani jana. Hizi ni leo siku. Hii ni ile ya kambi. Za kupaint. Ndio sijui nimeona wapi. Sasa. Sina leta kabeji kidogo ya black niko kwa veranda. Mimi ndio kitu kwa uchafu niko kwa veranda. So wakati nafikiri napata tupa tupa hapa. Naweza kudini. Hizo roho ni zamani sana hizo mawe. Siwezi tupa kwa sababu watoto wanapenda. Thank you. Unajua kama ni city huwezi pata vitu kama hii kwa nyumba. Kwa choice. Hizo ni Legos. Sasa sina hapa. Hii ni sisi tulipaint na sisi. Sasa hivi. Kesi nakwambia watoto, ukiwa na watoto. Ni hapa uzoee. Usiwahi kupenda kukaa mtoto na mtoto. Tarajia kulipa kaka. Sasa mama anataka kutoka. Hivi mnaweza fikiri itaendelezwa. Jana ilikuwa imetulia mpaka wamesema usiende huko Mbezi. Jana ilikuwa safi. Mtoto. Ndio sasa. Sasa hapa. Clay. Ya kucheza nayo. So, hii ni kitu yao important sana, ya maana hatuwezi tu. Tunaiweka tu hapo. Uzuri maana kuna spare room. Sisi tumetengeneza hiyo room yetu tumeunganisha. Haitakaa fancy sana kama hizi. Nataka tutoe turudishe huko. Waende huko. Ngaza. Nafikiri muone iko hivyo. Tutapanguza meza. Hapo. Hapo. Sasa nitapanguza na maji vizuri. Hapa dirisha nilipanguza. Nilipanguza dirisha juzi sisi kama nitapanguza. Sasa nikupanguza maji imekuwa chafu sasa siwezi tumia maji kupanguza. Na dirisha ile napanguza. Hapo ndio natumia sana, sababu ilikuwa chafu sana.
aje hapa. Sasa nafikiri vile mnaona iko hivyo. Ndio imeng'ara. Kwa safi kabisa. Sasa ndio uzuri sio chafu. Sana huko chini. Ndio penye anacheza sana. Ndio hapo wanajaribu kupanguza sasa hapo tu anagonga mamawe. Fanya nini? Anyway. Acha tuonyeshe hapa. Hapa sasa iko printer yangu. Sijui kama hata kama address. Kuna kitu ya maana sana. Hapa ni fishing rod nini? Net ya kufish. Ile kitu ya kukala inafaa iko hapo kwa hizi shape. Sijui nifikaje hapo. Hizo zote ndio. Ndio kitu ya kuweka toys. Kuna kitu ya kuweka toys. Engineer fishing. Hii aeroplane. Ndio watoto sijui hata wanajua. Hii mambo na fishing. Hapa kuna mambo mingi. Hapa si mbaya. Penye wanachezea na hiyo desk ndio mbaya chini kidogo. Sababu na kama wanasoma. Hapo sio mbaya. Hii ni yao pia. Hii ni fishing. Sisi fishing inapata yote. Maana hapa ndio at least. Nitosha. Hapa kwanza kupunguza. Ndio hata huku sio chafu. Huko ndio imekuwa chafu sana. Huko sio mbaya. Niko nataka kununua kitu ya kuweka hizi. Toys ndani. Huko sio mbaya. Hii sasa ile printer. Printer hii. Just pay wale vitu lakini wanakitoa na vitu. Hii ya kuprint huwa inapanga hapo na print nayo vitu. Hii sasa wanaweka vitu juu. Watoto. Weka juu. Hapa sijui kama mtaona. Hii nayo ya vitu yao kucheza nayo, na painting stuff, mambo na craft. Hizo pia ni hizi vitu tu yao ya kufanya, so hizo zimewekwa hapa. Hiyo ndio vitu wa mesi nayo. Kuna vitu ya mesi nayo kama wanakala na nini. So hiyo iko hivi, pia haina mambo mingi. Alafu hii nayo nikilinywa iko safi sahi. Unaona? Alafu hii ndio kwa room yangu. Sasa lakini saa hizi yangu tena. Alafu hiyo ni desk za shule. Unajua tena shule imekuwa off. Sasa siku hizi imekuwa tu room ya kucheza, lakini nataka kuweka sasa discipline. Chafu. Hii peni zinaendanga. Sasa nikwambia desk yenyewe inapata iko na mashine, inafaa vitabu kuja hapa. Hata iko vitabu zingine hapa na vitu. Inafaa kuja hapa. Lakini sasa desk imetengenezwa special ya Lego. Kuna kitu hapo chini. Sasa tunamwandika, tunatafuta kama ndio na. So iko hivyo. Na sasa hivyo nikiliniwa. Fanya nini panguze desk. Sasa niambie tu mama yote imeletwa hapa ndani. Na wewe situpa. Hii hata nikataza wasikuje nayo. Sina nani analeta. Itakuwa sawa. Hapo kuna ngara. Sasa nikupanguza hizi deski zao za shule. Alafu hizi ni Legos. Alafu
Hapa naonyesha deski za shule nilipanguza pia. Panguza nini? Sasa nimemaliza. Nafikiri hivyo ndio iko. Hivyo ndio saa iko. Maana ukitoka kwenye room ya kulala, inakuwa safi safi. Halafu ukikuja huku ni room ya kucheza na inakuwa safi. Sasa hivyo ndio vile iko. Mimi nafikiri nitachukua hizi vitu ya kupanguza hii. Halafu ingekuwa chafu sana, ungeona. Tuonyeshe maji. Unaona imekuwa chafu, nimepanguza kila mahali. Si chafu sana. Hata kitu cha kushangaza. Nafikiri penye chafu imekuwa sana iko chafu ni huku. Lakini angalia maji yote nimezunguka nayo kwa room zote mbili. Sasa ni huko. Unaona sasa nimetoka milango mbili. Ile ya huko mwisho nisema bado inatengenezwa hiyo room. Sasa nimetoka ya toy, nimetoka ya kulala, na kuja kwa bathroom. Bathroom mzima aliosha juzi lakini hapa na Cindy alioga jana. Alipanda na nyasi. Mango yake iko tu hapa. Na bado. Na inafaa ni clean pia. Ukiona hiyo nayo ni pantry room. Nafaa manguo iko hapo ni fold. Yote nakunja manguo, lakini hapa iko organized, iko vizuri sana. Si mbaya. Sasa hivi mnaniona vizuri kabisa. Sasa niko huko. Niko hapa sasa hivi. Kuna zingine zinakuwa zimekauka, unaweza weka ya kukausha. Lakini unajua inaweza choma vitu hata. Kuna zingine zinakuwa zimekauka, kuna zingine zinakuwa hazijakauka. Sasa inabidi upanguze. Usishangae na kwambia jana ndio nilikuwa mvivu. Jana nimezoea kufanya jioni kila kitu kuwe safi. Alafu hata mimi watoto wengine inakuanga saa zingine safi, lakini mtu alichafua jana na nilikuwa nimechoka. Nyingine nachoka tu. Kazi ni mingi.
Sijui kama mnaona. Nafikiri nimemaliza, nitapanguza. Kumbe baba kimia kofi na kaanga tu hapa na kofi yake. Kwa kitu atanifanya weke. Lunch imefika. Ni 20 sana. Bado niko tunakimbia. Leo ilikuwa siku nikimbia. Sasa hizi zinakuanga taulo za kupanguza mikono. Hizi ndogo hizi zinakuanga za kupanguza vitu. Sasa hii kubwa ni kupanguza mikono. Imagine tatu zote sijafold. Mimi nimekuja kwa oil. Tulia jana juzi yote. Lakini kazi ngumu sana kwangu ni nini ndio yake. Wote yake. Sio jina kwa. Ndio raha sana.
sasa hiyo inakaa hivyo. Hapa ndio imebaki hapa chini ya dining. Nimefagia nikileta hapa uchafu. Fagia hapo kiasi. Nafikiri sasa hivi ni lunch nataka kumalizia hapa, alafu naonyesha video. Nimemaliza room, naanza hallway, naanza jikoni nimeweka. Jikoni unajua kila siku ana kibiza, sio ilikuwa chafu, naonyesha tu. Mahali penye ilikuwa chafu ni room ya watoto, huko room yetu ikaangi chafu sana. Mabati nilikuwa naosha kila wakati, lakini mahali chafu napanga huko. Kwa watoto saa zingine inabidi nifanye nini? Inabidi ni-clean. Wakati mwingine nilikuwa na time ya ku-clean huko. Najua yetu ikaangi mbaya, vacuum tu kiasi huko. Naanguza bathroom. Jikoni naye kila siku hiyo ni normal tu, vyombo kawaida vile muone imekuwa rahisi haraka haraka. Lakini mahali penye palikuwa kubwa ni huko. Lakini next nitawaonyesha nikiosha room zingine. Anyway, bye.